mzazi lakini mtoto hakui. Ni kweli mtoto ana viungo vyote, ana kila ambacho mwanadamu anacho, lakini hakui. Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, lazima huyu mzazi atakuwa na huzuni kubwa. Maisha yetu yanatakiwa kulenga kufanana na Bwana wetu Yesu Kristo. Nikiona siongezeki kwenye hilo jambo, nijue ninapata hasara. Tunapoamini sisi tunafanyika kiumbe kipya, hatuna tunachopungukiwa kile alichonacho Yesu Kristo. Ukiishi sehemu ambayo watu wanakula rushwa na ni maisha yao ya kula rushwa, ukikataa kula rushwa watakutesa. Kwa umetenda jambo jema, lakini kutakuwa na sababu mbalimbali. Kama ulitakiwa upate haki yako ndani ya wiki moja, wataifanya haki yako ichelewe upate ndani ya mwaka, miwili, mitatu. Lakini tunatakiwa kukubali mateso ya namna hiyo. Mungu hapati utukufu kwa sababu wewe una hela nyingi. Mungu anapata utukufu pale ambapo maisha yako yanafanania Kristo, kwa maana ya mtazamo wako, jinsi unavyowatazama watu, matendo yako, jinsi unavyotenda, jinsi unavyoishi. Mungu anapata utukufu. Kwa hiyo nikiona sina upendo, natakiwa nijue kwamba natakiwa kulenga kuwa na upendo, na natakiwa kulenga kuwa na upendo kwa kielelezo ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ameonyesha. Inawezekana kuishi kama yeye alivyoishi. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa majina naitwa Mwalimu Asa Jotham. Ni mwalimu katika kanisa la Jesus Cares Church, na leo natamani tujifunze kutoka kwenye maandiko, na tutakuwa na somo letu zuri ambalo nimelipa kichwa lengo la mwamini. Kwa hiyo leo tutakuwa tunaangalia habari ya jambo hili la msingi kutoka kwenye maandiko. Maandiko yanatufundisha nini kuhusiana na lengo la mwamini? Labda nianze kwa kusema kwa utangulizi huu kwamba tunaishi duniani tukiwa na malengo, na watu ukiona wanatembea, wanafanya kazi, wanafanya jambo fulani, kuna lengo ndani ya mioyo yao ambalo linawasukuma kufanya vitu vyote ambavyo wanavifanya. Mwanadamu hawezi kuishi pasipo kuwa na lengo, na hawezi kuwa na jitihada zozote kama hakuna lengo kwenye maisha yake. Na lengo linaweza likawa lile ambalo tunaweza tukaandika kwenye vitabu au kwenye tunaweza tukaandika kwenye notebook zetu, lakini kuna lile lengo ambalo unaweza usiandike, lakini likawa moyoni, likawa linazungumza na wewe. Kila unachofanya, kila unachokifikiria kinakuwa sawa sawa na hilo lengo. Na hasa leo natamani kuzungumza kwa habari ya lengo hilo la moyoni, ambalo unaweza usiliandike hata kwenye notebook. Unaweza hata usiliandike kama ambavyo huwa tunafanya labda kila baada ya mwaka, unapokuwa na mwaka mpya unasema haya ndio malengo yangu. Lakini kuna malengo ambayo hauyaandiki, lakini ni malengo ambayo yanakuwa nasukuma maisha yako. Nitatoa mfano. Kwa wafanyabiashara, anaweza asiandike malengo au lengo lake, lakini tunafahamu na kujua kwamba siku zote mtu anapofanya biashara anakuwa na lengo la kupata faida. Mfanya biashara yoyote ule hawezi kufanya biashara kama lengo lake sio kupata faida. Kwa hiyo huyu mfanya biashara anaweza akafanya vitu mbalimbali, anaweza akafanya mbinu mbalimbali, lakini mwisho wa siku anataka apate faida. Na ndio maana anaweza akafanya matangazo, kutangaza biashara yake kwa nguvu. Kwa nini? Anataka mwisho wa siku aweze kuuza ili aweze kupata faida. Kikawaida haiwezekani mtu akafanya biashara na ikiwa hana lengo la kupata faida. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Na lengo ndio linaamua nitaishije, nitafanya nini, nitaweka jitihada za namna gani, na ndio linamsukuma mtu anatoka kwenye uvivu, anatoka kwenye kuto kufanya vitu kwa mpangilio pale ambapo anakuwa na lengo ndani ya moyo wake. Kama ambavyo nimesema, mfanyabiashara anaweza asiandike kwenye makaratasi kwamba natamani au malengo yangu mwaka huu ni kupata faida kiasi kadhaa, lakini moyoni mwake hilo lengo lipo. Na ndio maana mtu anaweza kuwa anafanya biashara ambayo bidhaa anayoitoa na bei hazifanani, anakuza bei na kwa kubwa sana. Kwa sababu gani? Lengo anataka apate tu faida. Au wakati mwingine mfanyabiashara anaweza akapunguza bei. Kwa nini anapunguza bei? Sio kwa sababu anakupenda, anapunguza bei kwa sababu lengo lake ni kuhakikisha kwamba anauza ili aweze kupata faida. Kwa hiyo tunapozungumza lengo, tunazungumza jambo ambalo liko moyoni na linamsukuma mtu kufanya mambo mbalimbali kwa jitihada za kila namna kuhakikisha kwamba anatimiza lile lengo. Sasa
huko ni mfano tu, nataka tujifunze kutoka kwenye maandiko. Mtu anapomwamini Bwana wetu Yesu Kristo anatakiwa kulenga nini, au lengo linalotakiwa kusukuma maisha yake baada ya kuamini ni nini? Na ndicho ambacho tunataka tujifunze siku ya leo kutoka kwenye maandiko. Kwa hiyo nikitoa jibu la moja kwa moja, alafu nitakwenda kwenye maandiko, tutasoma maandiko na kuyafafanua na kuangalia namna gani tunaweza tukaishi lengo hilo. Kwa hiyo kwa ujumla, lengo la maisha ya mwamini ni kumfanania Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya utukufu wa Mungu Baba. Kwenye lugha nyepesi kabisa, lengo la maisha ya mwamini ni kumfanania au kufanana katika mwenendo, katika fikra, katika mawazo, katika ujumla wa maisha yetu ya kila siku, kumfanania Bwana wetu Yesu Kristo, lakini kwa ajili ya utukufu wa Mungu Baba. Kwa kwenye lugha nyepesi, hilo ndio lengo letu. Kama ambavyo nimesema na nimetoa mfano, kwenye biashara lengo ni kupata faida. Kwa hiyo kwenye maisha ya imani, mtu akishaamini tu, lengo lake linatakiwa liwe ni kufanana na Bwana wetu Yesu Kristo katika mwenendo wake, katika mawazo yake, katika fikra zake, katika mtazamo wake, katika ujumla wote wa maisha yake. Anatakiwa afanane na Bwana wetu Yesu Kristo, ili kupitia kufanana na Bwana wetu Yesu Kristo Baba aweze kupata utukufu. Hicho ndicho ambacho ni lengo la maisha ya mwamini. Sasa kumekuwa na malengo mbalimbali watu wanakuwa nayo baada ya kuamini, lakini leo natamani kupitia kujifunza huku uhamishe sehemu yoyote, uhamishe malengo mbalimbali uliyokuwa nayo, na lengo lako libaki kuwa, baada ya kuamini natakiwa nifanane na Bwana wetu Yesu Kristo katika mwenendo wangu, katika fikra zangu, katika mawazo yangu, katika namna ninavyofikiri na kuyatazama mambo, na ujumla wote wa maisha yangu. Kwa kifupi, niwe kama Yesu jinsi alivyoishi akiwa hapa duniani. Hilo ndio lengo letu, na kupitia kuishi hivyo basi Mungu Baba anapata utukufu. Nitaanza kusoma maandiko katika kitabu kile cha Warumi sura ile ya 8 mstari wa 29. Lakini ili kupata muktadha nitaanza na mstari ule wa 28. Kwa hiyo nitasoma mstari wa 28 mpaka ule wa 29. Lakini hasa lengo letu ni kupata kile ambacho Mtume Paulo anasema katika kitabu kile cha Warumi sura ya 8 mstari ule wa 29. Kwa hiyo nitaanza kusoma mstari ule wa 28. Maandiko yanasema hivi: nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Kwa hiyo Mtume Paulo katika kitabu hiki cha Warumi sura ile ya 8 mstari wa 28 mpaka 29 anasema hivi: Mungu kwa mapenzi yake na makusudi yake kuna watu amewajua tangu asili, na hao watu akawaita, na alipowaita akawataka hawa watu wafananishwe, au niseme kusudi lake au malengo la kuwaita na kuwachagua hawa watu au ili kundi la watu ni kwamba hawa watu wafananishwe na mfano wa mwana wake, ambaye ni nani? Ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa Mungu kwa hekima yake, kwa watu aliowajua tangu asili aliwachagua aliwachagua kwa malengo ya kwamba hawa watu wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili ya kwamba mwana awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Kwa hiyo hili ni andiko la kwanza kabisa ambalo Mtume Paulo anaonyesha ya kwamba Mungu alikuwa amekusudia ya kwamba sisi tutakao muamini Bwana wetu Yesu Kristo tubadilishwe tufikie mahali tufanane na Kristo, tufanane na mwanae. Hapa Mtume Paulo anasema tufananishwe na mfano wa mwana wake, ambaye ni nani? Ni Yesu Kristo. Kwa Mungu lengo la kutuchagua sisi ni kutaka sisi tufananishwe
na Bwana wetu Yesu Kristo. Hicho ndicho ambacho Mtume Paulo anasema katika kitabu cha Warumi sura ile ya 8. Ndio maana nikasema hii lengo sio la kwetu tu. Mungu amekusudia ya kwamba sisi tunaomwamini Kristo tufananishwe na Yesu katika mwenendo wetu, katika fikra zetu, katika mawazo, katika kila eneo la maisha yetu, au kwa ujumla wa maisha yetu, sisi tufanane na Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndio maana sisi tunaitwa Wakristo. Kwa nini? Kwa sababu kule Antiokia watu walipowaona wale waliomwamini Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu lengo lao lilikuwa ni kufanana na Kristo, walikuwa wanaishi, wanawaza, wanamtazamo kama Wakristo. Wale watu wa nje wakasema hao ni Wakristo. Kwa sababu gani? Wanafanana na Bwana wao ambao ni Yesu Kristo. Kwa hiyo ndio maana hata sisi leo tunaitwa Wakristo. Kwa sababu gani? Mwenendo wetu, fikra zetu, mawazo yetu yote yanatakiwa yafanane na Bwana wetu Yesu Kristo. Nitasoma pia maandiko katika kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ile ya 3 mstari wa 16 na wa 18. Maandiko yanasema hivi: lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana, ule utaji huondolewa. Basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Kwa maandiko mengine, yule Mtume Paulo anazungumza kwa habari, alikuwa anazungumza kwenye muktadha, anazungumza kwamba Wayahudi wale ambao hawajamwamini Kristo wanapokuwa wanasoma sheria wanakuwa kuna utaji, yani hawawezi kuona. Lakini sisi tunapoamini tu ule utaji unaondolewa. Baada ya kusema katika huo mstari wa 16 tunapoamini utaji ule unaondolewa kwa sababu tunamuona Kristo, anasema hivi: sisi sote kwa uso usio na utaji tukiurudisha utukufu wa Bwana. Sasa kwenye neno hili tukiurudisha kwenye lugha ya Kiswahili inamaanisha reflection, tukireflect, yani kama ambavyo ukijiangalia kwenye kioo, ndani ya kioo unajiona wewe mwenyewe. Ndicho anachosema hapa, tunauonyesha utukufu wa Bwana. Kwa nini tunaonyesha utukufu wa Bwana? Kwa sababu tunabadilishwa tufanane na huo mfano. Mfano gani? Mfano wa Bwana ambaye nani? Ni Kristo Yesu. Na tunatoka kutoka utukufu hadi utukufu, kama vile utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Sasa ili niweze kuelezea mstari huu kwenye lugha nyepesi kabisa, nitoe tu mfano wa jinsi ambavyo jua lilivyo. Tunajua jua na mwezi jinsi lilivyo. Jua ndio lina chanzo cha mwanga, na mwezi huwa unachukua ule mwanga wa jua, na mwanga huo baadaye ndio mwezi inautoa. Kwa ndicho ambacho Mtume Paulo anasema hapa, sisi tunapoutazama utukufu ule wa Bwana, kwa kutazama ule utukufu wa Bwana, sisi tunaendelea kubadilishwa ili tufanane na huo utukufu wa Bwana. Kwa ni lugha ile ile ambayo amesema kule kwenye kitabu cha Warumi ya kwamba sisi maisha yetu ya imani tunabadilishwa tufanane na nani? Na Kristo Yesu. Na ni kutoka utukufu hadi utukufu, kiwango kwenda kwa kiwango, kiwango kwenda kwa kiwango, tunabadilishwa tufanane na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa kutoka kwenye maandiko haya mawili tunaona ya kwamba Mungu makusudi yake, kutoka kwenye kitabu kile cha Warumi sura ile ya 8, makusudi yake ya kutuchagua sisi ni ili tufananishwe na Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini hapa Mtume Paulo anasema sisi baada ya kuwa tumeshaamini utaji ambao unawazuia Wayahudi kuelewa Torati na manabii, sisi unakuwa umetolewa kwa sababu tumemwamini Yesu. Na baada ya kutolewa sisi tunabadilishwa kila itwapo leo utukufu hadi utukufu katika kumfanania Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa maandiko haya mawili yanaonyesha ya kwamba lile la kwanza, Mungu makusudi yake sisi tubadilishwe, lakini ile la pili inaonyesha sisi baada ya kuwa tu tumeamini tunaendelea kubadilishwa kila itwapo leo utukufu hadi utukufu ili tumfananie Yesu. Sasa
Mara nyingi maandiko haya ya utukufu hadi utukufu huwa yanatumika kwenye kuelezea vitu vingine, lakini kwenye muktadha wake utukufu hadi utukufu inaonyesha kwa habari ya sisi kubadilishwa kufanana na mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa maana ya kwamba kama kiwango changu baada ya kuamini kilikuwa nafanana na Bwana Yesu kwa kiasi fulani, baada ya kupita mwaka, baada ya miaka miwili, baada ya miaka mitatu, kinatakiwa kiwe kinaongezeka, niwe nafanana na Yesu zaidi katika tabia, katika mwenendo, katika fikra, katika mawazo na ujumla wa maisha yangu yote. Natakiwa niendelee kufanana na Bwana wetu Yesu Kristo. Na tunaposema kufanana na Bwana wetu Yesu Kristo, hatumaanishi tu kwamba hatumaanishi katika uungu wake. Hasa hapa tunachokimaanisha ni kweli baada ya muamini kuamini anazaliwa mara ya pili, kwa maana anakuwa na mbegu ya kiungu, anazaliwa mara ya pili. Lakini kama ambavyo kibinadamu mtu akizaliwa anatakiwa kukua, mtoto anazaliwa akiwa mtu kamili, hana alichopungukiwa, kwamba yeye ni mtu, hana alichopungukiwa kabisa, yeye ni mtu kamili. Lakini anakuwa ni mtoto, anatakiwa akue, kwa maana kwamba mkono anao, lakini mkono wake ni mdogo, unatakiwa uendelee kukua kadiri mwili unavyokuwa. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo kwenye maisha yetu ya imani. Tunapoamini sisi tunafanyika kiumbe kipya, hatuna tunachopungukiwa kile alichonacho Yesu Kristo. Na ndio maana Biblia inatumia lugha ya kwamba sisi tunaungana na Kristo, kwa maana kwamba Kristo anakuwa ndani yetu na sisi tunakuwa ndani ya Kristo, kwa maana kwamba sisi na Kristo tunakuwa kitu kimoja. Lakini tunakuwa kitu kimoja katika hali ya mfano huu ya kwamba tunakuwa ni watoto, tunahitaji kukua, tunahitaji huo uhalisia wa ndani ya kwamba tunafanana na Kristo ufanyike katika hali ya mwili. Ndio maana mtoto anatakiwa akue kila aitwapo leo. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa kukua, kuongezeka katika hali ambayo inaonekana kwamba tunamfanania Yesu Kristo katika mawazo yetu, katika fikra, katika ujumla wa maisha yetu. Kwa hiyo tunatakiwa kufanana na Yesu kama ambavyo yeye aliishi hapa duniani, jinsi alivyokuwa anafikiri. Alikuwa anafikirije Bwana wetu Yesu Kristo? Alikuwa anawazaje? Maisha yake yalikuwaje? Kwa hiyo mimi muamini natakiwa hilo ndio liwe lengo langu. Nisiwe na lengo la kufanana na watu wengine. Lengo langu liwe ni kufanana na Yesu katika maisha yangu ya kila siku. Yesu alifikiri nini? Yesu aliwaza nini? Yesu alitendaje? Na mimi niwe na lenga kuishi hivyo. Hilo ndio liwe lengo langu. Na hii inamaanisha kwamba nikiwa ninaishi tofauti na Yesu, natakiwa nifanye jitihada, nifanye bidii ili nijue ya kwamba ninatakiwa kuishi kama Kristo Yesu alivyoishi. Kama ambavyo nimetoa mfano, ukiwa unapata hasara kwenye biashara, unakaa chini na kutafakari na kujiuliza, kwa nini napata hasara? Na unafanya jitihada na unafanya kila linalotakiwa ili uweze kupata faida. Na ndivyo ilivyo muamini. Kama ninaishi tofauti na Kristo, kama naishi tofauti na maisha ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alionyesha, natakiwa nijue kwamba natakiwa nibadilike, nitoke huko nimfananie Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo nitafanya kila linalowezekana, ninaloweza kulifanya ili ya kwamba maisha yangu yafanane na Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa kama ambavyo nimesema, tunaiga maisha yale ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliyaishi akiwa hapa duniani. Ndivyo ambavyo pia mababa wetu wa kanisa walizungumza lugha hiyo. Walizungumza kuonyesha kwamba ujio wa Yesu au Yesu kufanyika mwili ilikuwa pia ni kutuonyesha sisi namna gani tunatakiwa kuishi, namna gani tunatakiwa kuonyesha kile ambacho nimesema, kubadilishwa kufanana na Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha yetu ya kila siku. Na nitasoma nukuu mojawapo ya baba mmoja wa kanisa kutoka karne ile ya 4, anaitwa Athanasius. Yeye katika maandishi yake ambayo alikuwa anaelezea kuhusiana na kufanyika mwili kwa Yesu, jinsi alivyofanyika mwili, makusudi yake, kwa nini alifanyika kuwa mwili na mengine. Pamoja na mengi ambayo ni makusudi ya Yesu kufanyika mwili, lakini kuna jambo ambalo Athanasius anatufundisha na analisema ambalo linafanana na kile ambacho Mtume Paulo anasema katika ile Warumi sura ya 8 mstari wa 29. Anasema hivi, ninaanza kunukuu, anasema, yeye kwa hakika alitwaa ubinadamu ili sisi tuweze kuwa Mungu. Alijidhihirisha kwa njia ya mwili ili kwamba tuweze kutambua akili ya Baba asiyeonekana. Sasa
ukisikia ile neno nasema ili sisi tuweze kuwa Mungu, unaweza ukadhani kwamba Athanasius alikuwa anamaanisha kwamba sisi tufanyike kuwa Mungu kwa maana ya kwa jinsi Mungu jinsi alivyo. Lakini anachotuambia hapa anasema hivi, Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuwa ni Mungu alifanyika kuwa Mungu ili sisi tuweze kubeba tabia za kiungu, ili tuweze kuwa kama jinsi yeye alivyo. Kwa hiyo moja ya malengo ya Bwana wetu Yesu Kristo kufanyika kuwa mwili, akaja akazaliwa, ni kuja kutuonyesha kwamba inawezekana kuishi kama yeye alivyoishi, au kutuonyesha namna gani, au kutuonyesha kielelezo. Kwa yeye alikuwa ni kielelezo. Ndicho ambacho Athanasius anasema, yeye amefanyika kuwa kielelezo cha maisha yetu. Kwa sisi tukitaka kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, hatuna mahali kwingine kwa kujifunza isipokuwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa tutaishi kama Yesu alivyoishi. Hilo ndilo linakuwa lengo la maisha yetu. Lakini pia kuna baba mwingine kutoka karne ya 3 anaitwa Clement. Yeye alisema maneno haya kwamba neno la Mungu alifanyika mwanadamu ili wewe ujifunze kutoka kwa mwanadamu jinsi mwanadamu anavyoweza kuwa Mungu. Kwa hiyo pamoja na kwamba lugha zinatofautiana, lakini wanazungumza kitu kimoja, ya kwamba lengo la mwana wa Mungu kufanyika mwanadamu ili yeye awe kielelezo, ili ya kwamba sisi tuweze kujua namna gani ya kufanyika kama yeye jinsi alivyokuwa, kuishi kama yeye jinsi alivyoishi, kuwaza kama yeye alivyowaza, kufikiri kama yeye alivyofikiri. Hicho ndicho ambacho mababa wa kanisa wanasema. Kwa sababu gani? Walielewa kile ambacho ndicho lengo la maisha ya mwamini, ya kwamba maisha yangu au maisha yako baada ya kuamini yanatakiwa yaendelee kumfanania Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa nimeongea kwa ujumla, nataka nikupe mifano namna gani tunatakiwa kulenga kuishi sawasawa na Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa nitatoa kwenye mambo kadhaa machache tu kama mfano ambao utaona hata wewe utakapokuwa unasoma maandiko kutoka kwenye Agano Jipya, utaona ya kwamba waandishi wa Biblia walipokuwa wanahamasisha au walipokuwa wanatoa amri ya kuishi maisha fulani, siku zote walikuwa wanatoa mfano au wanatoa kielelezo ambacho ni Yesu Kristo. Wanasema kwa mfano, Mtume Paulo anazungumza katika kitabu kile cha wa Filipi sura ya 2 kwamba tunatakiwa kuwa wanyenyekevu. Anatoa mfano kwamba Yesu alionyesha mfano wa kuwa na unyenyekevu. Kwa mimi muamini, nikiwa sina unyenyekevu, natakiwa kulenga kuwa mnyenyekevu. Lakini kulenga kuwa mnyenyekevu sio tu hewani, natakiwa kulenga kuwa mnyenyekevu kama Yesu alivyokuwa mnyenyekevu. Na Mtume Paulo katika kitabu kile cha wa Filipi sura ya 2 anaonyesha mfano jinsi ambavyo yeye alikuwa ni Mungu, akaona kule kuwa sawa na Mungu sio jambo la kushikamana nacho, akafanyika mwili. Na hata alipofanyika mwili akaja kwenye hali ya chini kabisa. Yaani akuzaliwa kwenye familia labda ya kitajiri, akuzaliwa kwenye familia ambayo ni ya kifalme, lakini alienda kwenye familia ambayo kwa wakati huo isingekuwa na umuhimu wowote katika jamii. Na sio hivyo tu, hakuishia hapo, lakini akakubali kufa kwenye mauti ya msalaba. Na kufa huku sio kwa ajili yake, alikufa kwa ajili yetu. Kwa Mtume Paulo kwenye Wafilipi sura ya 2 anaelezea jinsi ambavyo sisi tunatakiwa kuwa wanyenyekevu, lakini anamtolea Kristo Yesu kuwa ndio kielelezo chetu. Kwa hiyo mwamini natakiwa niwe na lenga kuishi kwa unyenyekevu kama Yesu alivyoishi. Na hapo anaonyesha mfano mzuri sana kwamba Yesu alikuwa ni Mungu, kwa maana kwamba ana uwezo wa kila namna, lakini akakubali kuwa mwanadamu, akakubali kuwa mtumwa, akafa mpaka msalabani. Lakini yote hayo hakufanya kwa ajili ya manufaa yake mwenyewe, alifanya kwa ajili ya manufaa yetu. Kwa hiyo inanionyesha kwamba kumbe na mimi mwamini natakiwa kulenga kwamba maisha yangu natakiwa kuishi kwa kulenga kufanana katika unyenyekevu na Kristo Yesu. Nikiona mahali na kiburi, nijue kwamba huku sio sehemu ambayo natakiwa kuishi. Kama ambavyo nimetoa mfano, ukiona unakula hasara kwenye biashara, unakaa unafikiria, unasema kwa nini nimekula hasara? Natakiwa nifanye nini ili nipate faida? Ndivyo ilivyo. Nikiona kiburi ndani yangu, lazima nikae chini nijiulize, hiki kiburi kimetoka wapi? Mimi sitakiwi kuwa hivi, natakiwa kuwa kama Bwana wangu Yesu Kristo jinsi alivyoonyesha unyenyekevu. Kwa hiyo ni mfano wa Filipi sura ile ya 2. Lakini pia
ukisoma Waefeso sura ya 5 mstari wa kwanza na wa pili, bado pia inatuita kuwa na upendo. Lakini haisemi tuwe wani kwamba tuwe na upendo. Hapana, inazungumza kwamba tuwe na upendo kama Kristo alivyokuwa na upendo. Kwa bado Yesu anaonyeshwa kuwa ndio kielelezo chetu cha upendo. Kwa mimi mwamini natakiwa kulenga kuwa na upendo, lakini sio tuwe wani, kuwa na upendo kama Yesu aliyokuwa nao. Natamani tusome maandiko haya kutoka katika hiyo Waefeso sura ya 5 mstari wa kwanza na mstari ule wa pili. Waefeso sura ya 5 anasema hivi, maandiko yanasema, hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa, mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu, sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Kwa Mtume Paulo anasema tunatakiwa kuenenda katika upendo, lakini anatoa kielelezo kwamba tuenende katika upendo kama Kristo alivyotupenda sisi. Akafanyaje? Akajitoa sadaka na dhabihu kwa Mungu. Kwa na sisi tunatakiwa kuishi maisha ya kuwapenda watu au ya kupendana kwa kiwango cha Yesu, jinsi ambavyo alitupenda na kujitoa kwa ajili yake. Kwa hiyo nikiona sina upendo, natakiwa nijue kwamba natakiwa kulenga kuwa na upendo, na natakiwa kulenga kuwa na upendo kwa kielelezo ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ameonyesha, cha kufanyaje? Cha kufa na kujitoa dhabihu kwa ajili yetu. Kwa na mimi natakiwa niwe na lenga kuwa na upendo wa kiwango cha kujitoa dhabihu kwa ajili ya watu wengine. Hayo natakiwa ndio yawe malengo yangu. Hawajaishia hapo tu, lakini pia Mtume Paulo katika kitabu kile cha Wakolosai sura ile ya 3 mstari ule wa 13 anasema pia jambo lingine hapa la msingi, mkichukuliana na kusameana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo hivyo nanyi. Kwa hiyo unaona Mtume Paulo anasema hivi, sisi tunatakiwa kuchukuliana na kusameana. Hata kama nina sababu yoyote ambayo inanilazimisha kumlaumu mwenzangu, sitamlaumu, nitamsamehe. Kwa sababu gani? Kwa sababu kielelezo changu Kristo, yeye amenisamehe mimi. Kwa utaona bado kila ambacho waandishi wanazungumza ambacho kinatakiwa kiwe maisha ya mwamini, bado kielelezo chetu ni Kristo. Na ndio maana nikasema kwa ujumla maisha ya mwamini anatakiwa kulenga kuishi kufanana na Bwana wetu Yesu Kristo katika mawazo yake, katika fikra zake, katika mwenendo, katika ujumla wa maisha yake yote, kwa sababu ndicho ambacho maandiko yanatuonyesha. Kila tunapoambiwa fanyeni hiki, anasema kama Kristo alivyofanya. Tuwe wanyenyekevu kama Kristo alivyokuwa mnyenyekevu. Tuwe na upendo kama Kristo alivyoonyesha upendo. Tusameane kama Kristo alivyotusamehe. Na pia Mtume Petro anazungumza katika kitabu kile cha Petro wa kwanza sura ile ya 2 na mstari ule wa 21. Labda nianzie mstari ule wa 20. Anasema, kwa maana ni sifa gani kustahimili mtendapo dhambi na kupigwa makofi? Lakini kustahimili mtendapo mema na kupata mateso, huo ndio wema hasa mbele za Mungu. Kwa sababu ndio mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Yeye hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Nimalizia na mstari wa 23. Anasema, yeye alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa hakuogofya, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki. Kwa Mtume Petro pia anasema moja ya sifa ya Bwana wetu Yesu Kristo ni kustahimili mateso baada ya kutenda mema. Yaani unatenda mema, lakini pamoja na mema unayofanya watu wanakutesa, lakini Kristo ametuachia kielezo cha kama tunatakiwa kustahimili mateso. Kwa hiyo unaona jambo lingine ambalo tunatakiwa kufanana na Kristo ni kuweza kustahimili mateso yale ambayo tunayapata kutokana na maisha yetu mema. Unapofanya mema, watu wanaweza wakachukizwa na mema. Nitatoa mfano. Ukiishi sehemu ambayo watu wanakula rushwa na ni maisha yao ya kula rushwa, ukikataa kula rushwa watakutesa. Kwa umetenda jambo jema, lakini kutakuwa na sababu mbalimbali. Kama ulitakiwa upate haki yako ndani ya wiki moja, wataifanya haki yako ichelewe upate ndani ya mwaka, miwili, mitatu. Lakini tunatakiwa kukubali mateso ya namna hiyo. Kwa sababu gani? Kristo alituachia kielelezo.
Mtume Petro anasema hapa, yeye hakutenda dhambi lakini walimtesa, lakini alimwachia Mungu yeye ahukumuye. Ndivyo ambavyo na sisi tunaitwa kuishi hivyo. Kwa hiyo nimetoa mifano hii michache tu, lakini wewe mwenyewe utakapokuwa unasoma maandiko utakuwa unaona pale ambapo waandishi wa Biblia hasa Agano Jipya wanapozungumza mwamini aishi vipi, wanakuwa wanasema vitu ambavyo Bwana wetu Kristo Yesu aliviishi akiwa hapa duniani. Ndicho ambacho tumekisoma pale kutoka kwa Clement, baba wetu wa kanisa, akisema kwamba mwana wa Mungu alifanyika mwanadamu ili sisi tuweze kujua kutoka kwa mwanadamu namna gani tunaweza kuwa Mungu, kwa maana kwamba namna gani tunaweza kukaishi katika sifa za kiungu. Ndicho ambacho Mtume Petro anatuonyesha hapa. Kristo alifanyika mwanadamu, akatenda mema, lakini akapata mateso, lakini pamoja na hayo mateso akavumilia. Ndicho ambacho Mtume Petro anakisema. Na tukumbuke kwamba haya yote ambayo Mungu anataka tuyaishi, sio kwamba ni vitu ambavyo tunatakiwa kujitahidi viko juu ya uwezo wetu. Hapana. Nataka tusome maandiko kutoka katika Petro wa kwanza, sura ile ya kwanza. Utaona Petro anatuonyesha kwamba kila kinachohitajika kwa sisi kuishi hivi ambavyo tunatakiwa kuishi kwa kufanana na Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu ametupatia. Kwa kila tunachokihitaji tunacho. Kwa hiyo Petro wa pili sura ile ya kwanza mstari ule wa kwanza mpaka wa 8 unaeleza jambo hilo, lakini nitasoma mistari michache, labda nitaanzia tu mstari ule wa 3. Anasema hivi, anasema kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. Uweza wa kiungu umetukirimia sisi vitu vyote tunavyovihitaji kuishi maisha ya uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na mema na wema wake mwenyewe. Anasema tena, kwa hiyo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu. Naona Petro anachosema ndicho ambacho nimesoma. Mababa wa kanisa wanasema Yesu alifanyika mwili ili sisi tujue namna ya kufanyika Mungu. Kwa hiyo wanazungumzia kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Kwa Petro anatuambia Mungu ametupa kila tunachokihitaji. Ametupa Roho wake Mtakatifu kutuwezesha. Ametupa maisha ya Kristo kwamba ndiyo kielelezo, kwa sababu Kristo alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini hakutenda dhambi. Kwa hiyo Mungu anatuonyesha kwamba kila tunachokihitaji tunacho. Na mstari ule wa 5 anasema, naam, kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu, katika imani yenu tieni na wema, na katika wema maarifa, na katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu saburi, na katika saburi yenu utauwa, na katika utauwa wenu upendano wa ndugu, na katika upendano wa ndugu upendo. Kwa maana mstari wa 8 tarudia, maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele, yawafaa ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda, kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa naona Petro anachosema, Petro anasema kila tunachokihitaji kuishi maisha ya utauwa na uzima, Mungu ametupa. Ametupa huo uwezo ya kwamba sisi tufanyike kuwa washirika wa tabia ya uungu. Kwa hatuna namna ya kusema hatuna uwezo. Tunao. Na ndio maana natakiwa liwe lengo letu, kwa sababu hauwezi kuwa na lengo ambalo hauwezi kulifikia. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa na lengo la kwamba maisha yangu mimi nalenga kufanana na Yesu katika ujumla wa maisha yangu yote. Kwa hiyo jinsi ambavyo nilikuwa miaka 2 nyuma inatakiwa iwe tofauti na sasa hivi. Tatoa mfano mwepesi. Mzazi anapoona amezaa mtoto, lakini mtoto hakui. Ni kweli mtoto ana viungo vyote, ana kila ambacho mwanadamu anacho, lakini hakui. Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, lazima huyu mzazi atakuwa na huzuni kubwa. Atakuwa na huzunika, nini kimempata mwanae? Lazima. Kwa nini?
kwa sababu haoni ukuaji. Ndivyo ambavyo maisha yetu ya imani yakiwa yamedumaa, yani jinsi nilivyokuwa mwaka jana na mwaka huu ni hivyo hivyo, simfananii Yesu, ni jambo baya sana. Ni kwa sababu gani? Ni jambo ambalo linamhuzunisha Mungu wetu. Mungu wetu anataka kila itwapo leo tufananishwe na mwanae Kristo Yesu. Ni kweli inawezekana nilipoamini mtazamo wangu ulikuwa mbaya, sio kama Yesu. Sikuwapenda watu kwa kiwango ambacho Yesu ameonyesha cha kujitoa, lakini kadiri navyoishi katika imani natakiwa niwe naongezeka kiwango changu cha kuwapenda watu kufikia kiwango ambacho Yesu alikuwa nacho. Kwa hiyo kwenye lugha nyepesi, maisha yetu yanatakiwa kulenga kufanana na Bwana wetu Yesu Kristo. Nikiona siongezeki kwenye hilo jambo, nijue ninapata hasara. Kama ambavyo mfanya biashara anajua hawezi kuendelea kufanya biashara kama anapata hasara. Lazima akae chini atafakari, kwa nini napata hasara na namna gani naweza nikatoka kwenye hasara kuingia kwenye faida. Ndivyo na sisi tujue tunachotakiwa kulenga ni kufanana na Yesu. Mtazamo wangu, jinsi ninavyowatazama watu, kama ninawadharau, nijiulize, Yesu alikuwa anawadharau watu? Hapana. Inatuonyesha jinsi ambavyo kutokana na uthamani aliyoweka kwa watu, ndio maana akajitoa kwa ajili yetu. Kwa hiyo natakiwa kuishi hivyo. Na nataka niseme hili kukusaidia, kwa sababu kwenye maisha yetu ya imani ili lengo limepotoshwa kabisa, kwa sababu malengo yamewekwa mambo ambayo sio hasa msingi wa maisha ya muamini. Wengine wameweka malengo kwenye imani ni kupona. Ni kweli mtu atasema ameokoka, atapokea muujiza wake, atapona, lakini baada hapo nini kinafuata? Kwa sababu lengo lake lilikuwa ni kupona, hana anachokihitaji tena. Lakini mwingine lengo lake ni kupata tu biashara iongezeke, fedha awe nazo nyingi. Atasema ameokoka, atasema kile ambacho tunakiita sala ya toba, atahudhuria makusanyiko ya waamini, atafanya jitihada, hata maombi ataomba, lakini lengo lake apate pesa nyingi. Na kweli akipata pesa nyingi hana anachohitaji. Na ndio maana Mungu anaweza asiwe tena na nafasi kwenye maisha yake. Kwa sababu gani? Amepata anachokihitaji. Lakini ukiwa na lengo hili ya kwamba mimi baada tu ya kuamini, lengo langu ni kufanana na Bwana wetu Yesu Kristo katika ujumla wa maisha yangu yote, hilo lengo utakwenda nalo mpaka siku ambapo Yesu atarudi au utakuwa umekufa. Kwa sababu gani? Kama ambavyo nimetoa mfano kwenye biashara, pamoja na kwamba lengo ni kupata faida, lakini hili lengo aliishi. Kwa nini? Nikipata faida ya 100,000, sitabadilisha lengo. Lengo litabakia kupata faida, lakini nitaongeza, nataka niwe na faida ya 1,000,000. Nikiweza kupata faida ya 1,000,000, lengo halijaisha. Lengo ni lile lile, ninataka kupata faida, lakini itaongezeka. Ninataka kupata bilioni. Nikifikia bilioni, lengo halibadiliki. Lengo litabakia lile, nataka kupata faida. Kwa hiyo hata kwenye maisha yetu ya imani, lengo ni kufanana na Bwana wetu Yesu Kristo kwenye ujumla wa maisha yetu. Kwa nikiweza kuwa na wapenda watu kwa kiwango cha kutaka kutoa maisha yangu kwa ajili yao, natakiwa nilenge kuwa mnyenyekevu kama Yesu alivyokuwa mnyenyekevu. Natakiwa niweze kuwasamehe watu kwa kiwango ambacho Yesu aliwasamehe, na mengine yote ambayo Yesu alituonyesha. Yesu alisema kila wakati, sifanyi jambo lolote isipokuwa lile nililolisikia kutoka kwa Baba. Kwa na mimi nalenga kwamba sitafanya jambo lolote isipokuwa lile tu ambalo mimi Baba ameniambia natakiwa kulifanya. Kwa kila ambacho maandiko yamesema natakiwa nifanye, nafanya jitihada ya kufanya hilo, na kila ambacho maandiko yameniambia usifanye, sitafanya. Kwa sababu ndivyo Yesu alivyoishi. Yesu alikuwa anazungumza na Baba kila wakati. Maandiko yanaonyesha katika vitabu vile 4 vya Injili kwamba alikuwa akifanya kazi, baada ya muda anakwenda pembeni, anafanya maombi, anakuwa peke yake, anazungumza, anasema na Baba. Na mimi nalenga kuishi hivyo, kwamba baada ya kila wakati nikiwa na shughuli zangu na mambo mbalimbali, na kutenga muda naingia kuzungumza na Baba. Naishi hivyo. Ndivyo ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo aliishi. Sasa kilele cha jambo hili ni nini? Au hatima ya jambo hili la kufanyika kuwa kama Bwana wetu Yesu Kristo ni nini? Maandiko yanatuonyesha kwamba kilele chetu ni pale ambapo sisi wale ambao tutakuwa hai ni kubadilishwa miili yetu kutoka miili hii ya nyama kwenda miili ya utukufu. Lakini pia wale ambao watakuwa wamekufa ni kufufuliwa ili wawe na mwili kama ambao Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa nao baada ya kufufuka. Kwa tukiwa tunaishi
katika mwili huu, lengo letu ni kufanana na Yesu katika maisha yetu ya kila siku, kwenye ujumla wa maisha, na kilele chake ni pale ambapo sisi miili yetu itabadilishwa tukiwa hatujafa au tukiwa tumekufa. Tutakapokuwa tumefufuliwa, tutabadilishwa tufanane na Kristo jinsi alivyokuwa baada ya kuwa amefufuka. Hicho ndicho kilele. Na hapa natamani nisome maandiko kutoka katika kitabu kile cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 mstari wa 2 na mstari wa 3. Hapa kuna jambo la msingi sana ambalo tunatakiwa kujifunza. Maandiko yanasema hivi: wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Kwa hiyo Yohana anazungumza mambo mawili hapa kwa wakati mmoja. Anasema hivi: wapenzi, sasa tu wana wa Mungu. Sisi ni wana wa Mungu sasa hivi, ni wana wa Mungu, lakini anasema haijadhihirishwa bado tutakavyokuwa. Kwa maana kwamba sisi ni wana wa Mungu, lakini kuna kitu ambacho bado hatujawa. Lakini anasema hivi, pamoja na kwamba haijadhihirishwa tutakavyokuwa, anasema twajua ya kuwa atakapodhihirishwa, maana yake atakapokuja kwa mara ya pili, tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Tutafanana naye kwa namna gani? Kama ambavyo nimesema, tutafufuliwa, tutafanana kama Yesu alivyokuwa katika mwili baada ya kufufuka. Na anasema kila mwenye matumaini haya, kwa sababu ndio tumaini letu, kwamba mwisho wa siku Yesu atakaporudi, ikiwa nilikufa nifufuliwe, niwe na mwili wa utukufu kama Yesu aliyokuwa nao. Ikiwa nitakuwa hai, nibadilishwe niwe kama na mwili ambao Yesu alikuwa nao. Na hapa nasisitiza ni mwili. Bwana wetu Yesu Kristo alifufuka, na tunaona kwenye kitabu kile cha Luka sura 24, walipokuwa wana wasiwasi wanafunzi kwamba hii ni roho au ni nini, akawaonyesha na kuwathibitishia ya kwamba yeye ni mwili wala sio roho. Kwa hiyo na sisi tutafufuka katika mwili, na mwili huu utabadilishwa tufanane na mwili wake wa utukufu. Yohana anasema mwenye matumaini haya hujitakasa. Sasa hilo neno kujitakasa, maana yake ndio tulikuwa tunajifunza hapa, kufanyika kuwa sawasawa na Kristo katika mwenendo wetu, katika fikra zetu, katika mawazo, katika ujumla wa maisha yetu, tufanane na Yesu. Sasa nataka kumalizia kwa kuonyesha kitu cha msingi sana. Nataka utoe malengo yako kutoka kwenye kupata vitu, kutoka kwenye kupata umaarufu, kutoka kwenye kutengeneza jina kubwa, kutoka kwenye kutaka kuwa na huduma kubwa, watu wakujue, kutoka kwenye malengo mbalimbali. Hayo yanaweza kuwa malengo yetu ya pili, ya tatu, ya 4, lakini lengo letu kubwa linalotakiwa kuongoza maisha yetu, linalotakiwa kutufanya tunapolala tukose usingizi, kama ambavyo malengo ya kidunia yanavyowakosesha watu usingizi, ni kutaka kufanana na Bwana wetu Yesu Kristo kwa utukufu wa Baba. Hilo ndilo linisukume maisha yangu. Nikiona siongezeki kufanana na Yesu, nina hasira, siwezi kusamehe, sina upendo wa kiwango kile Yesu alichoonyesha, natakiwa nijue ya kwamba hilo ndio lengo langu. Natakiwa nifanye kila kinachowezekana, kwa sababu Petro ametuambia Mungu ameshatupa kila tunachohitaji ili tuweze kuwa washirika wa tabia ya kiungu. Kwa nilenge hilo na nifanye kila ninaloweza. Nikiwa naenda kuomba, maombi yangu yatawaliwe na hilo, kwamba Baba, nisaidie, niwezeshe huo uhalisia ufanyike ndani yangu. Nikiwa na mambo nayajua kabisa, hasira, nimwambie Baba, nimegundua, ninajua nina hasira, nataka nibadilishwe. Kama ambavyo watu wanaweza wakaenda wakafunga siku 3 kwa sababu tu anataka labda apate mke. Sasa tuende kwenye kiwango cha kufunga siku 3 kwa ajili tu nataka tabia yangu ibadilike, ifanane na Yesu. Nataka mtazamo wangu, jinsi ninavyowatazama watu, ufanane na Yesu. Ninapokwenda kwenye makusanyiko kujifunza,
nijue naenda kujifunza ili maisha yangu yabadilike, yafanane na Yesu. Ninapofanya mambo yote mbalimbali, hata fedha, natumiaje fedha kuhakikisha kwamba zinanisaidia kufanana na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo hilo linatakiwa liwe lengo lako, lisukume maisha yako, na sio yale mengineyo ambayo watu wameyafanya kuwa ndio malengo ya imani. Ndio maana wakati mwingine imani yetu imetambulika nje kinyume na vile ambavyo maandiko yanaitambulisha. Imetambulika tofauti kabisa. Watu wanaweza kudhani kwamba ukiwa na mimi nilikuwa nafanya maombi hayo miaka mingi hapo nyuma, kwamba Mungu naomba unipatie fedha nyingi ili watu wajue kwamba wewe una nguvu. Lakini nataka nikwambie, Mungu hapati utukufu kwa sababu wewe una hela nyingi. Hata siku moja hapati utukufu. Mungu anapata utukufu pale ambapo maisha yako yanafanania Kristo, kwa maana ya mtazamo wako, jinsi unavyowatazama watu, matendo yako, jinsi unavyotenda, jinsi unavyoishi. Mungu anapata utukufu, kwa sababu utukufu wa Mungu ni tofauti na wanadamu jinsi wanavyofikiria. Ni tofauti. Kwa hiyo nataka nikwambie mtazamaji wangu kwamba lengo lako linatakiwa liwe kufanana na Kristo, na hakikisha kwamba hilo ndilo linakula moyo wako, linakufanya usilale, unawaza, unafikiri, linafanya kila jitihada ulioweka, maombi, Bible study. Unapofanya Bible study, lengo lako lisiwe tu kukalili kichwani ili mambo yawepo kichwani, watu wajue kwamba kweli unajua maandiko. Lengo langu liwe hayo maandiko yafanyike kuwa maisha yangu, kutoka kwenye mtazamo wa ndani mpaka kwenye tabia za nje, nimfananie Yesu. Na hayo yote ukiyafanya, ukiishi hivyo, ndio Baba anapata utukufu. Nimesema hapo, Baba hapati utukufu kwa sababu na hela nyingi. Hapati utukufu. Na maandiko yanasema wazi, Bwana wetu Yesu Kristo yeye mwenyewe anasema, moja ya jambo ambalo linatakiwa kututambulisha nje ya watu, kwa maana ya watu wasioamini, sio kuwa na fedha nyingi, sio kuwa na umaarufu, sio kuwa na sauti ambayo kila mtu anaweza kukusikia. Maandiko yanasema kwa njia ya sisi kupendana ndipo ulimwengu utajua ya kwamba sisi ni wanafunzi wake. Lakini lengo hilo limepotoshwa, na nataka nikutie moyo urudi kwenye lengo, ujue kwamba tabia za kiungu ndio zitambulishe imani yetu kwa wale wasioamini. Kwa hiyo kuanzia hapa nikutie moyo, unaweza kurudia maandiko ambayo nimesoma, na wewe uanze kufikiria na kujua kwamba hili ndilo lengo ambalo Mungu anataka liwe ni lengo la kila mwamini. Kila mwamini afikirie kufanana na Kristo, ili maisha yetu yawavute wale walioko nje waje katika nuru hii ya Kristo. Na uhakika, nataka nikwambie na uhakika kwamba hata wasioamini wanaweza kutengeneza fedha nyingi kuliko walioamini. Hata wasioamini wanaweza kuwa maarufu kuliko walioamini. Wanaweza kuwa na sauti ambayo dunia nzima ikawasikia, wanaweza. Lakini jambo pekee ambalo hawawezi wasioamini ni kufanana na Bwana wetu Yesu Kristo, kwa maana ya mwenendo wao, fikra zao, mawazo yao, mtazamo wao. Hawawezi kufikiri kama Kristo. Kwa sababu gani? Hawana hata mbegu, hawajazaliwa mara ya pili. Kwa sisi tunazungumza tumezaliwa, tunatakiwa kukua kufanana na yeye. Wao hata hawajazaliwa, kwa hawawezi kufanana na Kristo. Na hilo ni jambo ambalo watu wasioamini hawawezi kuiga, au niseme ufalme wa shetani hawezi kuiga. Haiwezekani. Shetani hawezi kuiga au kumfanya mtu asiyeamini afanane na Kristo katika mawazo yake, katika fikra, katika mtazamo na ujumla wa maisha yake. Haiwezekani. Lakini hao mengine yote ambayo watu wanakimbizana nayo, shetani anaweza kuwapa. Kwa nikutie moyo, rudi kwenye lengo husika. Kwa kumalizia, nataka nikukumbushe lengo la maisha ya mwamini ni kufanana na Bwana wetu Yesu Kristo kwa utukufu wa Mungu Baba. Mungu akubariki sana.